Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameunga mkono waziwazi shambulio la ghafla lililofanywa na Israel dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran, akisema kuwa hatua hiyo ilikuwa ya lazima kwa ajili ya kulinda usalama wa Israel na Ulaya kwa ujumla. Katika ziara ya kushtukiza aliyoifanya mjini Tel Aviv, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa juu wa Ujerumani kutembelea Israel tangu kumalizika kwa vita vya siku 12 dhidi ya Iran, Dobrindt alieleza kuwa Irani imekuwa chanzo cha misukosuko katika eneo hilo kwa miongo kadhaa kupitia msaada wake kwa makundi ya kigaidi yanayozunguka mipaka ya Israel. Alisema Irani imekuwa ikivuruga eneo hili kwa miaka mingi. Mpango wake wa nyuklia ni tishio halisi kwa uwepo wa Israel, lakini pia ni tishio kwa bara zima la Ulaya, alisema Dobrindt. Akiwa ameongozana na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sa'ar, Dobrindt alitembelea eneo la jiji la Holon ambalo lilikumbwa na shambulio la kombora kutoka Iran. Alieleza shambulio hilo kama vita dhidi ya raia na kuongeza kuwa ni wazi Irani ingetumia silaha za nyuklia dhidi ya Israel iwapo ingewahi kuipata. Waziri huyo alisisitiza kuwa ujumbe wa wazi umetumwa kwa Tehran kuwa jamii ya kimataifa ikiwemo Israel, Marekani na washirika kama Ujerumani haitakubali kamwe Irani kumiliki silaha za nyuklia. Hata hivyo, Irani imeendelea kushikilia msimamo wake kwa mpango wake wa nyuklia na ni wa amani na matumizi ya kiraia pekee. Ziara ya Dobrindt na matamshi yake vimeashiria mshikamano wa wazi kati ya Ujerumani na Israel, hasa katika wakati ambapo mvutano kati ya Tehran na Tel Aviv unaendelea kushika kasi, huku dunia ikiangalia kwa ukaribu zaidi hatma ya mzozo huo wa nyuklia unaozidi kutishia amani ya kikanda ya kimataifa. Mtazamaji wa Zone Media, huyu ni waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ambaye ameunga mkono wazi shambulio la ghafla lililofanywa na Israel dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran mnamo Juni 13, na amepigilia mkazo kwamba nchi za Ulaya ikiwemo nchi yake ya Ujerumani hazitokubali kuona Irani inamiliki silaha za nyuklia kwa sababu inaweza kuleta tishio kubwa ndani ya Mashariki ya Kati. Hii ni Zone Media, jiunge nasi kwa taarifa zaidi. Naitwa Victor Moshi.